mitandaoni. Sasa ni kwamba kwanza hii dhana ya G55 kwa kwamba G55 inawakilisha nini kwenye taasisi na kwenye vyama vya kisiasa. Na swala msingi la kujiuliza hapa ni kwamba imeshawahi kutokea tu Tanzania na maeneo mengine. Hilo ni swala msingi zaidi, kwa sababu miaka ile ukitazama miaka ya 90 iliibuka hilo kundi la G55 na liko linaongozwa na kina mbunge wa kina Njelu Kasaka ambao alimtaja nafikiri wakina Jenerali Ulimwengu. Na Njelu Kasaka ameandika kitabu chake kinaitwa Maisha, Siasa na Hoja ya Tanganyika. Of course nimepata bahati ya kukisoma. Anazungumza kwamba namna gani ile kundi lilikuwa linadai hiyo hoja ya Tanganyika, haja ya Tanganyika. Kwa sababu baada ya muungano mwaka 64 ilionekana kabisa kwamba kama Tanganyika kama imemezwa kwenye koti la muungano. Kwa hiyo kundi la G55 lilikuwa linajaribu kama kuibua hoja ya uwai wa Tanganyika ndani ya koti la muungano. Lakini sasa tunapozungumzia G55 tunazungumzia ni nadharia ya upinzani ndani ya taasisi. Na haikutokea tu Tanzania miaka 90 au juzi, imetokea maeneo mbalimbali duniani. Kwa mfano, kuna mapinduzi ya Haiti ambayo ilitokea mwaka 1701, miaka mingi sana. Lilibuka kundi ambalo linaitwa M55. Sio G55, M55. Lilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa linajaribu kufanya mapinduzi, of course, na lilifanikiwa kuondoa serikali ya kidhalimu ya Ufaransa kule Haiti. Lakini vile vile ili kundi la hii dhana ya M55 ilienda kule katika nchi ya Urusi. Sawa? Urusi, ukisoma historia ya Urusi Sam na Mtei, Urusi walifanya mapinduzi mwaka 1917 yanaitwa Bolshevik Revolution. Sasa yule kiongozi alikuwa anaongoza mapinduzi aitwa Lenin. Alifariki mwaka 1922. Akaingia kiongozi Joseph Stalin. Ndio kuna historia ya Urusi ni kiongozi ambaye ametawala muda mrefu zaidi. Sasa yule Stalin aliongoza miaka kama 32 hivi. Sawa? Baada ya kufariki Stalin akaingia kiongozi mmoja anaitwa Nikita Khrushchev. Sasa Nikita alikuwa ameingia madarakani, akaja na sera ya unaita digitalization, yani mkakati wa kuondoa urithi na legacy wa Stalin. Kwa sababu Urusi kwa kiasi kikubwa ilijengwa mafanikio makubwa chini ya Stalin. Sasa baada ya Nikita Khrushchev kuanzisha mkakati wa kuondoa urithi na legacy wa Stalin, likaibuka kundi kwenye chama cha Bolshevik Revolution inaitwa G55 kumpinga Nikita Khrushchev kuondoa urithi wa nani wa Stalin. Sawa? Lakini vile lile kundi sasa lilikuwa lipo katika chama cha Bolshevik Revolution miaka ukitazama miaka ya 50. Lakini G55 nayo iliibuka kule nchini China. Sawa? Ukisoma historia ya China, Mao aliongoza mapinduzi mwaka 1949. Akafariki mwaka 1976. Mwaka 78 akaingia kiongozi anaitwa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping alisema kwamba reform is our Chinese second revolution. Kwa maana kwamba mageuzi ya kiuchumi na China tusijifungie mipaka. Sawa? Ni mkakati wa pili wa mageuzi. Chini ya Deng Xiaoping likaibuka kundi katika chama cha Komunisti cha China inaitwa G55 kumpinga Deng kuondoa urithi na legacy ya Mao Zedong kule China. Lakini ukienda South Africa, baada ya Mandela kufungwa miaka 27 na wakabulu kuanzisha sera ya apartheid policy mwaka 1978, mwaka 92 Mandela alifutuka jela, chama cha ANC kilikuwa na mkakati wa kushirikiana na wazungu. Likaibuka kundi la G55 kupinga chama cha ANC kushirikiana nani na chama cha makaburu. Alikuwa kwenye mpango kina Jacob Zuma, alikuwa ni kiongozi wa Youth League kipindi kile, na kiongozi mmoja mwanaharakati alikuwa anaitwa Chris Hani. Walipinga mpango wa ANC kushirikiana nani na wazungu makaburu. Sasa miaka 90 ya 80 G55 ikaibukia Tanzania. 93 pale. Kwa lengo sasa ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi walikuwa wanapinga hoja ya kuibua Tanganyika. Sawa, kwa sababu ukisoma historia ya Tanzania kuna mfumuto vya vingi, miaka 90 kuelekea 95
tunasema ni kipindi cha political awareness. Yani wananchi wengi walikuwa wana ufahamu na uelewa wa kisiasa sana. Sawa. Sasa lile kundi ambalo linaongozwa na Angelo Kasaka na kina Jenerali Ulimwengu walikuwa wanadai haja ya Tanganyika. Tazama. Na of course walisumbua sana Chama cha Mapinduzi na walimsumbua sana Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere akaja kuwajibu G55 miaka 90, akaandika kitabu kinaitwa Uongozi wetu na hatima Tanzania. Anazungumza namna gani sisi Tanzania ni lazima na muhimu kuwa na serikali mbili, sio serikali tatu. Sawa. Mwaka 95, na ukisoma kitabu cha Uongozi wetu na hatima Tanzania ni kitabu cha mwisho cha Mwalimu Nyerere kabla hajafariki. Sasa G55 inaibuka kipindi cha Lissu. Na hili muhimu, Lissu anaingia madarakani, Mboya ameongoza chama kwa miaka 21. Sawa. Viongozi wote ambao nimewataja hawa waliongoza nchi zao kwa miaka mingi. Likai inaibuka kundi la G55. Anaingia Lissu, amemkuta Mboya ameongoza miaka 21. Linaibuka kundi ambalo kifalsafa linakuja kama kumpinga kiongozi ambaye anataka kuita reform kwenye chama. Hivyo ushauri dhana. Yani kiongozi ambaye Lissu anaingia miaka 21, Mboya ameongoza, kuna watu wanaamini kwamba kiongozi anakuja na mtindo mpya wa kiuongozi kwenye chama chetu. New lifestyle. Kwa hiyo linaibuka kundi ambalo linakuja kumpima kama vile ambavyo alipingwa Mao, alivyopingwa Nikita Khrushchev, sawa, walivyopingwa wakina Mandela. Kwa hiyo dhana ya G55 ni dhana ambayo inawakilisha upinzani ndani ya taasisi, upinzani ndani ya chama, upinzani ndani ya mifumo. Ni watu ambao wapo kwenye chama lakini wana mtazamo tofauti kuhusu maono mapya ya kiongozi ambao kimsingi anaingia madarakani. Sasa kuna siasa zetu inamaanisha nini sasa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu? Hiki ni kipimo mahususi cha kupima uongozi wa Lissu. Lissu hajafika miezi mitatu unajua. Lakini kipimo chake cha kwanza kwenye uongozi wake ni hiki hapa. Namna gani kama kiongozi, kwa sababu kiongozi anatafsiri maono. Anaweza kuchaka hata zake, sawa, katika kundi la G55. Nafikiri ndio kueleza vizuri. Sawa, Samuel alizungumza vizuri sana kuhusiana na aliuliza baadhi ya maswali kuhusiana na wanachokizungumza, na mimi pia nikatamani kufahamu. Jana bahati nzuri tulikuwa tukizungumza hapa nyuma, walikuwa hawajaweka wazi wanachokitaka, mambo yao na nini. Lakini kuanzia kutoka kwa ule waraka mpaka press yao ya jana wameshatueleza kila kitu kwamba wao kwa nini wamekuwa hivyo. Wanachokitaka ama wanachokidai kina tafsirikaje kisiasa, kina mantiki ukikitazama. Wanafikiri kuhusu wanauliza maswali ambayo tumewahi kuulizana hapa kwamba unazuiaje uchaguzi, hebu tupeni details kwamba mwaka huu utauzuia uchaguzi, tupe details kwamba tutafanya hiki na hiki na hiki. Na wenyewe ndo wanahoji kwamba hatuoni kwenye kuzuia uchaguzi, hatuamini kabisa kwamba uchaguzi unaweza kuzuiwa. Maswali yao ama hoja zao zinaweza zikahitaji majibu ya chama, yani zikahitaji kufanyiwa kazi. Kwanza ni kwamba hoja za G55 kule Chadema sasa kimsingi zina nguvu, na mimi nimepitia waraka wao. Sawa. Kwanza unasema chama kitapoteza relevance, yani kitapoteza uwepo wa chama. Lazima tuangalie kwamba ili chama kiweze kuitwa chama cha siasa, tukio la msingi katika chama ni kushiriki katika uchaguzi. Sawa. Kwa ajili ya uchaguzi. Chama kinaanzishwa ili kishiriki uchaguzi kwa lengo la kushiriki nini? Uchaguzi. Na lengo la msingi mama ni kushika dola. Kwa hiyo ukiangalia G55 ya Chadema ya mwaka huu ina msingi wa hoja kwamba tusipoingia kwenye uchaguzi tutakuwa chama chetu hakina relevance ya chama. Sasa tujiulize vile vile ni kwamba mtei kuna siasa za Tanzania sasa hivi ni kwamba yani uhai wa chama, yani ile tunasema political survival ya chama inategemea chama hichi kiwe na uwakilishi bungeni, kiwe na uwakilishi, nafasi za uwakilishi, kuna kwamba udiwani, ubunge, nafasi za urais, au zinategemea namna gani chama hicho kinaweza kikafanya harakati na kuibua hoja za Tanzania. Sawa, nje ya mfumo. Yani mkiwa nje ya mfumo. Kwamba mkijitathmini kama Chadema kinaweza kuwa survive kama chama kikiwa akishiriki uchaguzi, kitafanya siasa za namna gani? Kwa sababu usiposhiriki uchaguzi maana ni kwamba kuna vyama ambavyo kimsingi vitashiriki uchaguzi. Na ili uchaguzi uweze kuwa na legitimacy, uhalali, unahitaji kuwa na competition, kwa sababu siasa zetu ni siasa za mfumo wa vingi. Katiba yetu ya mwaka 77 na mabadiliko ya sheria mwaka 92 inahitaji Tanzania kwamba ni mfumo wa kidemokrasia yenye kufuata mfumo wa vingi. Sasa msiposhiriki Chadema
Maana ni kwamba kuna vyama vya kimsingi vitashiriki. Sasa hiyo vile vile itaenda kuwapa uhalali. Sawa, chama kimsingi kitashinda kuingia madarakani. Kwa hoja ya G55 ya Chadema inasema kwamba chama kitapoteza relevancy yake. Hiyo ya kwanza. Lakini la pili ni kwamba tunaingia kwenye atufanye uchaguzi, tutauzuia. Kitendo cha kuweza kuzuia uchaguzi ni kitendo labda itokee vita. Sawa, sio chama kianzisha vurugu. Kwa hiyo ukisema kwamba Chadema labda itaanzisha vurugu, itauzuia kwa mazingira ya kutumia nguvu, maana ni kwamba hilo ni kosa la kijinai kwenye sheria zetu. Kwa ni kwamba kwa mazingira hayo ni ngumu kwa Chadema kuzuia uchaguzi. Sasa kuna hoja ambayo inatolewa kwamba tuingie kwenye tuingie ndani ya mfumo wa uchaguzi huko tu tunafanya mapambano yetu kama chama. Ambao wamekuwa wakifanya kwamba tuingie kwenye uchaguzi tukapambanie ambao pia ndio ilikuwa hoja ya mwenyekiti mstaafu Mbowe wakati wanaingia kwenye uchaguzi uliopita serikali za mitaa, kwamba hebu tuendeni tukapambane tukiwa kwenye uchaguzi. Sasa hoja msingi ni kwamba sasa katika uongozi mpya wakijitathmini tangu chama chao kimekuwa chama kikuu cha upinzani mwaka 2010 mpaka leo hii wamekuwa wanafanya vitu vile vile, matokeo ni yale. Kwa hiyo wanahisi kabisa kwamba kwa mazingira hayo hawawezi kuingia katika uchaguzi. Mrema anahoji, anasema tulipata wabunge 73 kwa mfumo huu. Unajua kuna swala moja. Mimi naamini kama Lissu anatokea leo, sawa, akajibu majibu haya mawili tu, G55